Usiku ule mzito wenye upepo wa pwani uliojaa harufu ya chumvi na moshi wa makaa uliotoka kwenye vibanda vya Mbagala Kuu, ndipo simulizi ya Samueli inaanza. Kijana wa miaka 25 mwenye mabega yaliyojikunja kwa uzito wa maisha, akitembea barabarani na macho yaliyokufa tamaa yakitazama giza lilofunika anga. Mtaa wao ulikuwa mkavu kama moyo wa mtu aliyekata tamaa. Nyumba zao za bati zikipigwa na upepo, sauti za pikipiki za bodaboda zikitoka mbali, na harufu ya chipsi za kula kwa mkopo ikipenya kwenye anga la usiku. Ndani ya nyumba yao ndogo yenye dari iliyochoka na sakafu ya zege iliyopasuka, alikuwapo Jasmine, mke wa Samueli, mwanamke wa Kiafrika mwenye urembo wa kawaida lakini moyo wa simba, akimlaza mtoto wao Natasha kwenye godoro lililoshonwa mara moja. Walikuwa wamekaa kwenye maisha ya kawaida sana, maisha ya kukopa sukari, kukopa unga na kulala wakiwa wamekita tumbo kwa maji tu. Samueli alijaribu kila njia, kuuza viatu feki, kufanya vibarua vya kupakia mizigo Kariakoo, hadi kuuza matunda kwenye foleni za daladala. Lakini kila kilichoingia kiliteketea kama upepo unaopita juu ya moto. Ndipo mara nyingi alijikuta akimwangalia mtoto wake Natasha, mwenye macho mekundu ya uchovu na mwili mwembamba uliokosa lishe, na moyo wake ukavunjika vipande vidogo vya lawama. Ikawa kama dunia ilimzomea. Usiku ule Jasmine alikuwa amelala mapema na kumwacha Samueli nje akitafuna mawazo, ndipo akasikia taarifa kutoka kwa rafiki yake wa zamani, Habib, kijana aliyejulikana mtaani kwa kupata mafanikio ya haraka ya kutisha, kutoka mtu wa kawaida hadi dereva wa gari la kifahari lenye vioo vya giza. Habibu alimwambia kwa sauti iliyokatika katika simu, "Kaka, kama umechoka kuteseka, kuna mtu anaweza kukutoa. Mganga Kitosa wa Vikindu, lakini kazi zake sio za kawaida." Maneno hayo yalipenya kichwani mwa Samueli kama upanga uliowekwa motoni. Moto wa tamaa ukamwaka, na kwa mara ya kwanza aliona njia kutoka kwenye giza la maisha yao. Hakumwambia Jasmine, hakumwambia mtu yoyote. Usiku wa manane, akiwa amevalia fulana yake ya zamani na suruali iliyochanika magotini, Samueli aliingia kwenye pikipiki ya kukodi na kuelekea Vikindu. Barabara ile ndefu iliyojaa vumbi na mabonde ambayo yalionekana kama mifereji ya historia za waliotangulia. Mwanga wa mwezi uliangazia njia yake kama macho ya mizimu inayomsubiri. Katika msitu mdogo upande wa kushoto mwa barabara, alifika mbele ya kibanda kilichotengenezwa kwa miti ya mkonge na matawi makavu, na mbele yake kulikuwa na alama zisizoeleweka zilizochorwa kwa mkaa na damu ya kuku. Ndani, moto mdogo uliwaka, ukitoa moshi mzito ulioumiza macho na kutoa harufu iliyochanganya udongo, viungo na kitu kingine kisichojulikana. Kitosa alijitokeza, mzee mwenye ngozi nyeusi kama udongo ulioloa mvua, macho ya kahawi yaliyokufa kama mtu aliyeona dunia ya chini mara nyingi kupita kiasi, na mikono iliyochafuka kwa utelezi wa dawa za ajabu. Sauti yake ilikuwa nzito kama ngoma ya jando akisema, "Umekuja kwa hiari au kulazimishwa na dunia?" Samueli akajibu kwa sauti iliyovunjika, "Nimechoka. Nataka kuwa mtu. Nataka familia yangu ishi vizuri." Kitosa akacheka polepole. Kicheko kilishuka tumboni kama mlio wa mnyama anayemenyana na kifo. "Utajiri unapatikana," akasema huko akifungua chungu lake cheusi. "Lakini kabla hujapata, lazima utoe kitu cha thamani kuliko pesa. Kitu kinachokufanya ulie usiku." Akasimama, akamkazia macho, na kwa sauti kama upepo unaolazimisha miti kuinama, akasema, "Chagua damu ya mama yako au ya mwanao." Kauli hiyo ilipiga moyo wa Samueli kama bomu. Alipata kizunguzungu, macho yakawa mazito na dunia ikaanza kuzunguka. Hakuwahi kutarajia. Alifikiri utajiri, dawa, bahati, lakini sio damu ya familia. Hakujua kama angesema nini, lakini tamaa ilimlaa kama moto wa nyikani. Usiku huo hakuwa usiku wa kawaida. Ulikuwa usiku ambao roho ya Samueli ingeanza kupasuka kwa maamuzi ya shetani. "Mama," akasema kwa upole, lakini ndani ya moyo wake alisema hapana. "Mtoto," akasema kwa sauti iliyopasuka, macho yakijazwa machozi aliyojaribu kuyazuia. Kitosa alitabasamu kana kwamba alikuwa akisubiri jibu hilo. "Basi umeshasema." Maandalizi yakaandaliwa. Chumba chenye pembe za ng'ombe zilizomezwa nusu na vumbi, sakafu iliyochorwa mistari ya damu, na katikati yake moto uliokuwa ukizimika na kuwaka kama moyo wa mtu anayepambana na kupoteza fahamu. Lakini Samueli hakujua siri kubwa. Siri hii ndio ingetabuza atambiko kwa jinamizi la kizazi. Wakati wa alfajiri aliporudi nyumbani, uso wake ulikuwa uchofu kama mtu aliyepigana na pepo. Alimwangalia mtoto wake Natasha aliyelala chini ya kanga ya bluu, akisikiliza pumzi zake za utoto. Hazikuwa pumzi ambazo angeenda kuziona tena ikiwa mpango wake ungeendelea. Moyo wake ukawa mzito, lakini tamaa ile ile
iliyoua maamuzi yake ikamvuta tena kwa mganga Kitosa. Hivyo akaendelea kupanga, akificha kila kitu bila kujua kwa Jasmine alikuwa anahisi mabadiliko. Siku ya tambiko ilipofika, anga la Vikindu lilikuwa limekunjamana kwa mawingu meusi yaliyofanana na vinguo vya mizimu vinavyojitayarisha kulisha nafsi mpya. Upepo uliovuma ulikuwa wa baridi kali kuliko kawaida, kama taarifa ya kitu kibaya kilichokuwa kinakuja. Samueli alimshika Natasha huku akimwangalia bila kupepesa macho, moyo kipiga kwa nguvu kama ngoma ya vita, lakini akijipa ujasiri wa uongo kuwa yote haya yalikuwa kwa ajili ya maisha bora ya baadaye ambayo wangeyapata baada ya tambiko kutimia. Natasha, mtoto mdogo asiyejua lolote, alimwangalia baba yake kwa macho ambayo yalikuwa na maswali yasiyo na maneno, macho ya huzuni ya mtoto anayehisi hatari lakini haielewi. Wakati huo Jasmine, aliyekuwa akihisi mabadiliko ya Samuel kwa muda mrefu, alishtuka alipogundua hawapo nyumbani. Moyo wake ukawa mzito na safari yake ya kuwafuata ikaanza. Katika msitu wa Vikindu, tambiko lilikuwa limeandaliwa kikamilifu. Vijiwe vilivyopangwa kwa umbo la duara, moshi mzito mweusi uliokuwa ukitoka kwenye chungu kilichowekwa katikati, na pembezoni kukiwa na vikapu vyenye vitu visivyo vya kawaida, mifupa, manyoya na vipande vya ngozi vilivyochanwa. Kitosa alisimama hapo katikati, akifungua mikono yake miwili juu kama mtu anayekaribisha roho kutoka mahali pa mbali. Sauti yake ikasikika kivuma juu ya msitu, ikimaliza ukimya uliokuwa umetanda kama pazia la giza. Mizimu, leo tunaleta damu ya thamani, damu inayotoka katika moyo wa mtu anayetamani kupanda juu ya dunia. Alimwangalia Samuel kwa macho yake ya giza, kisha akasema, mlete mtoto. Ndipo Samuel akasogea taratibu, miguu yake ikitetemeka, mikono ikihisi baridi kama mtu aliyeshikwa na kifo. Alipomsogeza Natasha katikati ya duara, upepo ulizidi kuwa mkali ghafla, ukipiga matawi ya miti na kuyafanya yatoe sauti kama vilio vya enzi za kale. Kitosa alitoa kisu chake cha tambiko, kisu kilichochafuka kwa damu aliyotangulia, kisu ambacho kilikuwa kimetumikia tamaa za wengi walioshindwa majaribu ya maisha. Lakini kabla hajalichoma ardhini kama ishara ya kuanza tamasha la giza, moto uliokuwa katikati ukawaka ghafla kwa nguvu kama mlipuko wa hasira. Mizimu ikatoa sauti ya mwamki mkali uliopenya masikio ya Samueli, na macho yake yakapanuka kwa hofu. Kitosa alibaki amesimama, uso wake ukibadilika kutoka utulivu wa dawa hadi mshangao wa kweli. Kuna kitu hakipo sawa, akipiga kelele. Moshi mweusi ukajikusanya juu ya Natasha kama wingu la kifo, lakini bila kutarajia, moshi huo ukarudi nyuma kwa nguvu, ukigongana na ardhi kama radi. Duara la tambiko likapasuka. Mtoto huyu sio damu yako. Mizimu ilivuma kwa sauti nzito, isiyosikika kwa masikio ya kawaida, bali kwa roho ya waliokuwepo. Samuel alitetemeka, machozi yakaanza kutoka bila ruhusa. Hapana, haiwezekani. Alijaribu kusema lakini ulimi wake ulilemaa. Kitosa alimtazama kwa hasira kali, akisema, umelidanganya tambiko, umeleta damu isiyohitajika, mizimu imekataa. Moto ulizidi kuwaka na nguvu isiyoonekana ikampiga Samuel nyuma hadi akaanguka nje ya duara. Mti mmoja mkubwa ulio juu ya kichwa chake ukavunjika ghafla, ukionyesha kwamba tambiko lilikuwa limekasirishwa. Lakini kabla hajatokea jambo lingine, Jasmine aliingia kwa kasi kama radi, akivunja vichaka na majani kwa nguvu. Alikuwa anatetemeka, macho yakiwa mekundu kwa hasira, hofu na mapenzi ya mama aliyekuwa tayari kupambana na dunia nzima. Alimkumbatia Natasha kwa nguvu, akimfunika na mwili wake. Samuel, umefanya nini? Huyu ni mtoto wangu, hata kama sio wako ni damu ya moyo wangu. Unawezaje? Lakini maneno yake yakakatizwa na kishindo kingine kutoka kwenye duara, moshi ukifuka juu kama mlima mdogo unaolipuka. Kitosa akasema kwa sauti nzito, tambiko limekataa. Mizimu inataka kulipwa kwa kosa hili na haitaki mtoto wala mama. Sauti ikanyamuza sekunde 2, inataka wewe Samueli. Moto ukabadilika kuwa mwekundu mkali kama midomo ya Jahannam, na upepo ukazunguka katikati ya duara kama kimbunga. Samuel alisimama, mwili ukitetemeka, akijaribu kuetoroka, lakini miguu yake ikashindwa. Nguvu fulani ikamvuta nyuma kwa nguvu kama minyororo ya roho zinazotafuta mwili kuishi tena. Jasmine alipiga kelele akijaribu kumfikia, lakini Kitosa alimsukuma kwa moja tu kwa nguvu za ajabu zisizo za kibinadamu. Usivuke hapa, kwa kosa lake sasa ni mali yao. Wakati Samuel akivutwa taratibu kuelekea duara,
Macho yake yalikutana macho ya mtoto asiyejua dunia ina mizimu, matambiko wala tamaa za watu wazima. Na ndani ya macho yale madogo, Samuel aliona kioo cha maisha aliyoyaharibu mwenyewe. Hakumshika tena, hakumuita tena. Mwisho wa maisha yake ulikuwa ndani ya moto wa tamaa aliyotafuta mwenyewe. Mizimu ilipokaribia kumng'ataa, mwili wake ulianza kulegea kama mtu anayepoteza nguvu zote, na kilio cha mwisho kilitoka kwa sauti dhaifu, nisameheni. Moto ukafumba na ghafla ukazima. Samuel akapotea. Hakukuwa na mwili, hakukuwa na babusi. Ni upepo tu uliopuliza juu ya majani kama ishara ya roho nyingine iliyochukuliwa na kaburi la tamaa. Jasmine alibaki amemkumbatia Natasha, machozi yakimdondoka taratibu, wakati Kitosa akisongea kwa aibu na uoga. Tambiko limekwisha, mizimu imeondoka. Jasmine akamkazia macho kwa hasira ya mama aliyeshuhudia maafa. Utalipia siku moja, akasema taratibu, kisha akamchukua Natasha na kuondoka katika msitu ule, akitembea gizani huku pepo ukimpuliza kama sauti ya dunia ikimwambia kwamba safari hii hakika imefika mwisho. Hivyo ndivyo mwisho wa hadithi ya Samueli, aliyefukuzia utajiri bila kujua kwamba tamaa yenyewe ndiyo iliyomchimbia kaburi lake.